Nikaribishe kwenye Love Life Academy, na leo nataka tujifunze topic nzuri inayosema hivi kwamba usiruhusu mpenzi wa hivi, yani mpenzi mwenye haya mambo 6 hata kama umempenda. Ukiona mpenzi wako ana haya mambo 6, mimi nakushauri chukua hatua ya kujitenga na mtu kama huyu. Upo kwenye uchumba, haujaingia kwenye ndoa, na mpenzi wako akawa na haya, hakikisha unamweka mbali. Cha kwanza ni mpenzi anayekuja na kuondoka. Ni mtu ambaye hajawahi kuwa stable. Ni mtu ambaye akiwa anahitaji kitu atakuja, akishapata anaondoka. Na unashangaa akishaondoka unaanza kustruggle sana kumrudisha. Baada ya muda anarudi. Sasa wengi wa hivyo ina maana wanakuwa wanakuja kwa faida fulani tu, na ukishapata kile wanachokihitaji ina maana unakuwa ni muda wako, muda wao wa kuondoka. Lakini cha pili ni mpenzi asiyekupa ndoa. Ukiona upo kwenye na mpenzi ni mwanaume ni mwanamke, lakini interest ya ndoa hana, ila anahitaji mahusiano na wewe, kuchezeana na wewe, kufanya maisha ya kawaida na wewe, ila si ya ndoa, ina maana unachokifanya ni kujichosha, alafu mwisho wa mwisho utashangaa soko lako linashuka thamani. 3, mpenzi anayekuchezea na kukudharau. Unashangaa upo kwenye mahusiano na mwanaume, akishakuchezea unashangaa dharau zinakuwa kibao. Au ni mwanamke ameshakuchezea alafu dharau zinakuwa kibao. Sasa mtu wa vile lazima ugundue hatambui thamani yako, ila anacheza na akili yako na anakuendesha kama gari bovu. Lakini 4 ni mpenzi asiyetaka mawasiliano na wewe. Unashangaa ni mtu ambaye wewe ndo unahaso sana kuwasiliana. Utapiga simu sana, utabembeleza sana, muda mwingine utajitongozesha, yani utatafuta kila mbinu. Ni mwanaume ni mwanamke, lakini uliye naye yani haeleweki, hayuko consistency, yani hana muendelezo kwenye kila ambacho mnataka kukijenga. Sasa ukiona hivyo, wewe unawekeza sana, jua maumivu yako yatakuwa makubwa. Kwa hiyo the way unavyowekeza sana kwa mtu, ina maana yule mtu ana relax na wenda ana fikra nyingine. Ila ukiacha kuwekeza au ukapunguza, ina maana hapo ndipo utaweza kumpima mtu. Je, huyu alinipenda kwa ajili ya ndoa au alinipenda kwa ajili ya kunitumia au kuniharibia muda? Usipojali muda wako na nguvu yako na thamani yako duniani, hakuna mtu atakayejali thamani yako. Lakini kitu cha 5 ni mpenzi asiye muwazi. Yani haweki mambo wazi. Haweki wazi mtaoana lini, na hata kama ukijaribu kumuuliza atakwambia nitakwambia tu, kwani shida ni nini, si tuko wote. Sasa jiulize, ina maana mko wote sawa, lakini wewe unataka nini? Kwa sababu usipojua unataka nini, hauwezi ukapata unachokitaka. Ina maana lazima kwenye mahusiano upate unachokitaka kabla ya mtu yeyote kupata anachokitaka. Ila ukisubiri mtu apate anachokitaka, wewe hujapata unachokitaka, jua atapata anachokitaka aridhike, alafu wewe mwenyewe utaanza kustruggle kutaka unachokipata, kutaka unachokitaka, alafu mwisho utashangaa muda wake wa kuondoka umefika na hujapata unachokitaka. Lakini 6 na mwisho ni mpenzi anayekosa uaminifu. Ni unashangaa mpo kwenye uchumba, lakini anatoka na Ashura, anatoka na Mwajuma, anatoka na Ana. Au unashangaa upo na mahusiano na mwanamke, anatoka na Arnold, anatoka na Musa, na anatoka na Harun. Sasa maisha ya hivyo, jiulize, hiyo ni biashara gani? Na je, hiyo biashara utapata faida kweli? Na je, utapata faida sawa, unaweza ukomae? Na je, utaweza kuishaoa au kuolewa alafu anacheza na wengine alafu wewe upo ndani? Wengi ambao wamekubali hizo hali wakaingia ndani ya ndoa, hizo ndoa hazikudumu
Kwa sababu mtu akishaingia kwenye ndoa na wewe, ina maana wewe mwenyewe sasa uko available. Kwa hiyo wale ambao hawako available muda mwingi ndo watapambana ili kusoma udhaifu wako ambayo uko ndani, ili waboreshe system zao za utapeli, ili wewe wakupige chini. Na ndoa nyingi hapo ndo zinavunjika, mahusiano mengi hapo ndipo yanavunjika. Kwa tusipoelewa hayo yote, tutajikuta tunakuwa wahanga wakubwa wa maisha ya mahusiano hapa duniani. Lakini leo katika ufahamu na kuelewa, kutafakari na kujua fundisha na kuyafanyia kazi, mimi nakupa uhakika hautokuja kuteseka na hautochukua kitu kibovu, bali utapata jambo ambalo litakupa thamani, au mchumba ambaye atakupa thamani, na mwisho wa mwisho utaenjoy maisha. Nawapenda sana. God bless you. Thank you for watching.